ndo anaongoza kwa kupiga pasi na viungo wakubwa ndo anaongoza kupiga pasi, lakini hali ni tofauti katika zile top 5 au wachezaji watano ambao wanaongoza kwa kupiga pasi nyingi, wanapiga pasi vibaya mno. Switzerland, taifa ambalo hatuliangalii sana kama lina mafundi, ndio lina wachezaji ambao wanapiga pasi kweli kweli. Kwa top 5 taifa la Switzerland, Uswizi, wako mafundi watatu ambao wanakimbiza kweli kweli. Manuel Akanji yeye ndo anaongoza pale. Akanji yeye amepiga pasi mpaka sasa hivi 160 yeye peke yake tu, na ameonyesha ni fundi wa namna gani Manuel Akanji. Lakini nafasi ya pili ameshika Granit Xhaka Boom. Huyu tunafahamu uwezo wake, huu hatuna doubt ya kuelezea sana. Since akiwa Arsenal na kote alipopita, Granit Xhaka amekuwa yuko vizuri, ana pasi 158. Lakini mwingine ni Nico Elvedi, yeye pia ni wa Switzerland, kapiga pasi 154. Lakini nafasi ya 4 kwenye mafundi waliopiga pasi nyingi World Cup mpaka sasa hivi ni Kim Min-jae. Huyu ni mlinzi of course, lakini angalia mlinzi na ana rekodi nzuri ya kupiga pasi akiwa na timu yake ya taifa ya Korea Kaskazini, South Korea. Yeye amepiga pasi 147. Nafasi ya 5 ni Stefan Esquido. Huyu ni wa Canada. Yeye mpaka leo au ni leo tunaweza kusema katika game ya mwisho, yes, ana pasi 120 amezipiga. Kitu ambacho ni wengi wanashangaa, walitegemea kuona tu wachezaji kama kina Rodri, labda ndo mafundi wa pasi nyingi, au Hispania ndo wangetoa watu wengi, maana Hispania ndo wanajulikana kwa wachezaji kupiga pasi, lakini imekuwa tofauti sana. Rodri yeye mpaka sasa amepiga pasi 106 tu. Lakini kuna mtu mwingine anaitwa Hwang Min-bum, huyu ni wa Korea, ana pasi 98 tu. Lakini fundi mmoja ambaye anaongoza kwa kupiga pasi nyingi, zile pasi ambazo ni za tunasema za magoli nyingi ambazo zingetumika kama magoli, zingekuwa fresh kwake, ni Joshua Kimmich. Yeye ndo anaongoza kwa kupiga zile key passes mpaka sasa hivi akiwa na timu ya taifa ya Ujerumani. Vitinha kutoka PSG Paris Saint-Germain akiwa na timu ya taifa ya Portugal au Ureno kwa Kiswahili sasa hivi, yeye ana pasi 98. Kwa hiyo